Tume ya Samia kuchunguza matukio ya Oktoba 29 yapingwa uhalali wake mahakamani. Unajua ni kwa nini? Usisahau kusubscribe Mjadala TV uweze kujua kile kinachofuata. Wananchi watatu wamewasilisha shauri la dharura katika Mahakama Kuu Masjala Dar es Salaam wakitaka tume uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29, 2025 isimamishe mara moja na uteuzi wake uweze kufutwa. Wanadai uundaji wake umejaa dosari za kisheria, ukiukaji wa haki, matumizi mabaya ya madaraka na nia ovu. Wanasema tume hiyo haipo kwenye vifungu vya sheria vya tume za uchaguzi, hivyo msingi wake wa kisheria ni dhaifu. Pia wanadai uteuzi haujachapishwa kwenye gazeti la serikali, madhumuni ya tume hayakuwekwa wazi pia. Kuhusu muundo wake, wanalalamika kwamba wajumbe wengi ni wastaafu waliowahi kuteuliwa na rais, hivyo wana mgongano wa maslahi na hawawezi kuchunguza matukio yaliyohusisha vyombo vilivyowahi kufanya kazi navyo. Wanamtaja Dr. Stergomena Tax aliyekuwa waziri wa ulinzi wakati wa matukio hayo, wakisema hawezi kuchunguza wizara aliyokuwa akiongoza. Pia wanarejea kauli za awali za rais kuhusu maandalizi ya vyombo vya ulinzi kukabiliana na vurugu za uchaguzi, wakihoji kama tume inaweza kuwa huru kuchunguza jambo ambalo mamlaka lilishakwisha kutamka kabla. Aidha, wanadai tume kushughulikia uvunjifu wa amani kuna puuza masuala nyeti kama vifo, watu kupotea na mateso. Wanasema hakuna mwakilishi wa vijana, kundi lilipigwa zaidi kwenye matukio ya Oktoba 29, 2025. Wameeleza pia kwamba baadhi ya wajumbe akiwemo Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman, Jaji Mkuu mstaafu Ibrahim Juma na IGP mstaafu Said Mwema waliwahi kushiriki tume ya mageuzi ya haki jinai ambayo mapendekezo yake hayakutekelezwa, jambo linaloonyesha likipunguza imani yao katika kutoa ripoti huru. Pia kwao, namna tume ilivyozinduliwa ikiwemo maelekezo ya kufanya kazi sambamba na tume kutoka nje inaashiria uwezekano wa ajenda iliyokwisha andaliwa. Wanasema bila mahakama kuingilia haraka, tume itaendelea na uchunguzi, hali ambayo kwao inamaanisha kuendelea kukiuka kwa haki za wananchi wanaotaka kufahamu ukweli wa kile kilichotokea katika siku ya uchaguzi 29 Oktoba 2025. Usisahau kusubscribe tuweze kujua nini kitakachofuata. Pia usisahau kudondosha comment yako pale chini tuweze kuona mtazamo wako kuelekea Disemba 9 ambapo Gen Z wamesema wataamka pia kutetea haki zao za kibinadamu.